Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Mwanasport, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Wekundu Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa, nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya Simba katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa, nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Bana, klabu ya soka ya Yanga ya Simba imezamilia zaidi kabisa kwamba msimu huu ambao unakwenda kuanza wanakwenda kufanya makubwa, si kwa sajili hizi ambazo zinazoshushwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Bana, ni balaa kweli kweli, na mimi nikaona sio vyema nikusogezea taarifa ambayo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu Msimbazi Simba Sport Club. Ni taarifa gani? Utakwenda kujua hapa nini ambacho kinachoendelea, wamefikia wapi, wameishia wapi. Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa rukuki za kimichezo ndani na nje ya Tanzania katika sajili zote ambazo Simba Sport Club wamekwenda kuzifanya. Wamefanya sajili gani? Ni hii hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Mwanasport, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi ama wenye nchi, wenyewe wanapenda kujiita hivyo, Simba Sport Club. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba katika mwendelezo wa sajili zake, ambapo inaelezwa kwamba uongozi wa Simba unaendelea na mazungumzo ya kumsajili kiungo mkabaji wa Nigeria Oluwatobila Alagibe, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha kikosi kuelekea msimu wa 2026-27. Alagibe kwa sasa ni mchezaji huru baada ya kumalizika kwa mkataba wake na Stelas ya Tripoli ya ligi kuu ya Ugiriki, hali iliyorahisisha mazungumzo kati yake na Wekundu Msimbazi kwa kuwa atalazimika kuombewa ruhusa kutoka katika klabu nyingine. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, kocha mkuu wa Simba Steven Baka amewaelekeza viongozi wa klabu kuhakikisha wanakamilisha usajili wa kiungo huyo, akimtaja kuwa chaguo lake la kwanza katika nafasi ya kiungo mkabaji kutokana na uwezo wake wa kuimarisha safu ya kati. Hata hivyo, Simba imeweka mpango mbadala endapo mazungumzo ya Alagibe hayatamalizika kwa mafanikio. Miongoni mwa wachezaji wanaotajwa kuwa kwenye orodha ya klabu hiyo ni kiungo wa Real Bamako ya Mali Mohamed Sangale pamoja na Alphonse Mabula wa Tanzania. Iwapo makubaliano yatafikiwa, Alagibe anatarajiwa kuwa mmoja wa nyongeza muhimu katika kikosi cha Simba kitakachoshiriki mashindano ya ndani na kimataifa msimu ujao. Hata hivyo, hadi sasa uongozi wa Simba haujatoa tamko lolote juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku wakiendelea kuweza kufanya sajili zao ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Lakini katika hatua nyingine, katika kuendelea kuelekea kuimarisha kikosi chao, uongozi wa Simba umekamilisha usajili wa beki wa kati ya raia wa Ivory Coast Serge Badjo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha safu ya ulinzi kabla ya kuanza msimu mpya. Taarifa zinaeleza kuwa Badjo amejiunga na Wekundu wa Msimbazi baada ya mazungumzo ya muda mrefu yaliyohusisha benchi la ufundi likiongozwa na kocha Steven Baka, ambaye alifuatilia uwezo wa beki huyo na kuridhishwa na kiwango chake kabla ya kutoa idhini ya usajili kukamilishwa. Kwa mujibu wa chanzo cha ndani, usajili wa Badjo ni sehemu ya mapendekezo ya benchi la ufundi yanayolenga kuongeza ushindani katika nafasi ya beki wa kati ili kumpa Baka chaguo pana la wachezaji kulingana na mahitaji ya kila mchezo na mashindano. Badjo ambaye aliwahi
aliyetumikia MC Alger anafahamika kwa uimara wake katika ukabaji, utulivu akiwa na mpira pamoja na uwezo mkubwa wa kusoma mchezo. Simba inaamini sifa hizo zitaiwezesha kuimarisha zaidi safu ya ulinzi katika mashindano ya ndani na yale ya kimataifa. Aidha, ujio wa beki huyo umechochewa na pengo lililoachwa na Lucien Deloko anayetarajiwa kukaa nje ya uwanja wa kipindi kirefu kutokana na jeraha kubwa alilolipata. Kwa kukamilisha usajili wa Bajo, Simba inaendelea kuonyesha dhamira ya kurejesha kikosi chenye ushindani mkubwa kitakachowania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho pamoja na kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo dhamira ya dhati kabisa ya wekundu wa Msimbazi Simba inaendelea, ambapo inaonyesha kwamba klabu hiyo imeamua kuweka wazi kabisa kwamba kwa sasa wapo tayari kwamba liwalo na liwe, wamezamilia zaidi shele kwamba wanataka kuweza kuchukua makombe na kufanya vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ambapo mambo yanaonekana hivyo. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba milioni 750 zatua kwa Aura Baka ng'ania baki Simba. Kiungo mshambuliaji wa Simba Innocent Aura ameibuka kuwa mmoja wa wachezaji wanaowindwa na vilabu vya Ulaya baada ya kuvutiwa na timu tatu ambazo ni kutoka Uturuki, nyingine inatoka Iceland na nyingine inatoka Slovakia. Nyota huyo raia wa Ivory Coast alijiunga na Simba Januari mwaka huu akitokea Finland kwa mkataba wa miaka miwili. Tangu alipotoa Msimbazi amekuwa akionyesha kiwango cha juu kilichomfanya kuwa tegemeo muhimu katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Katika msimu wake wa kwanza akiwa Simba, Aura alitoa mchango mkubwa kwa kusaidia timu kutoa kombe la CRB na Muungano. Aidha, alifunga mabao 6 na kutoa pasi 3 za mabao katika ligi kuu Tanzania bara. Alisaidia Simba kumaliza msimu katika nafasi ya pili akiwa na pointi 73, tofauti ya pointi 2 nyuma na mabingwa Yanga. Kiwango chake pamoja na uwezo wa kucheza nafasi mbalimbali za ushambuliaji kimeendelea kuongeza thamani yake sokoni, hali iliyozifanya klabu hizo za Ulaya kuonesha nia kuipata saini yake kabla ya kuanza kwa msimu mpya. Taarifa zinaeleza kuwa klabu hiyo ndiyo inayoongoza katika mbio za kumsajili Aura, ikiwa tayari kuwasilisha ofa ya euro 250,000 sawa na zaidi ya shilingi milioni 750 kwa lengo la kumshawishi Simba kumuuza. Wakala wa mchezaji huyo Sekan Dag amethibitisha kuwepo kwa ofa hizo, akisema mazungumzo yanaendelea na uamuzi wa mwisho utafikiwa na kwa ushirikiano kati ya mchezaji na uongozi wa Simba. Hata hivyo, kocha mkuu wa Simba Steven Baka anaripotiwa kutokuwa tayari kumpoteza Aura kwa sasa, akimtaja kuwa sehemu muhimu ya mipango yake kuelekea msimu mpya kutokana na ubora wake, nidhamu ya mchango mkubwa anaotoa ndani ya kikosi pamoja na kuvutiwa na vilabu vya Ulaya. Hatima ya Aura bado haijafahamika, huku uongozi wa Simba ukiendelea kukaa kimya kuhusu mustakabali wa kiungo huyo ambaye bado amebakiza takriban mwaka 1.5 kwenye mkataba wake ambao amesaini na klabu ya soka ya Simba Sport Club. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.